Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa leo siku ya Jumanne ya tarehe 9 Disemba. Kama mtu hajapata utabiri wa mwaka 2026, unaweza ukaingia YouTube na utabiri uko tayari. Ukiandika tu utabiri wa mwaka 2026. Na kwa mtu ambaye anataka utabiri wa haraka, unaweza ukajiunga na 3000, ukalipia 3000, ukanitumia ujumbe wa WhatsApp au message kawaida, ukapiga simu, then ukawa unapata utabiri wa kila siku. Tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Epuka mada zenye utata kama vile siasa, dini na masuala ya rangi, ikiwa unataka kudumisha amani yako ya akili leo. Kila mtu karibu nawe anatafuta mabishano haswa kuhusu mada hizi. Watu wana maoni mara nyingi kutoka kwa hisia zisizo na fahamu za kutofaa kwa ndani. Usichanganyike. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Siku ya leo huanza na mazungumzo ya kuvutia kuhusu mali na fedha za pamoja. Juhudi zako za kufafanua jambo ukiwa na rafiki au kikundi zinaweza kukabiliwa na uhasama na milango iliyofungwa. Mtu mzee anaweza kushtaki kwa jambo fulani au kukuletea matatizo. Hakuna ushirikiano. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Hii ni siku ya kuomba wakubwa, wazazi au watu wenye mamlaka ili wapate kibali au ruhusa, kwa sababu huenda jibu lako likawa ongea na mkono. Kuwa mwangalifu na uketi. Mazungumzo na ndugu, jamaa na majirani yanaweza kueleweka zaidi. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Mahusiano na wafanyakazi wenza, wafanyakazi wa afya na watu ambao wanaweza kuhusika au utunzaji wa wanyama wako ni baadhi tu ya changamoto utakazokabiliana nazo leo. Usitarajie wengine kushirikiana nawe kujua hili kabla ya wakati. Usisukume bahati yako, rahisi kufanya hivyo. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Leo mwezi uko kwenye ishara yako ambayo itakufanya uhisi zaidi kuliko kawaida. Hakika, mazungumzo na watoto wako, safari za kijamii, ukumbi wa michezo, sanaa na washirika wa kimapenzi itakuwa vigumu. Kwa kweli, matamshi yao yanaweza kujumuisha kiini cha tuhuma zako mbaya zaidi kuhusu wewe. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mwingiliano na washirika, marafiki wa karibu na wanafamilia ni changamoto kweli kweli leo, kwa sababu watu ni wenye hasira fupi na wenye hasira. Ni kana kwamba wanakasirika chini ya aina fulani ya sheria mbaya au vizuizi na hawajui jinsi ya kuongea. Hii inaweza kuwa kweli. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Usiwe mkali sana na ndugu, jamaa na mawasiliano ya kila siku leo, kwa sababu unaweza kujuta.
Kuwa mvumilivu kwa kutembea, kukimbia na kwa hakika kuendesha gari. Hata hivyo, mwingiliano wako wa kila siku unaweza kusababisha matusi na maneno ya hasira na kuudhika kutoka kwa wengine. Kimbia. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Kuwa na subira na watoto wako leo. Vivyo hivyo, kuwa na subira na hafla za kijamii na wenzi wa kimapenzi. Kwa sababu kila mtu ana wakati mgumu leo, sio wewe tu. Watu wengine wana hali mbaya zaidi. Kuwa mvumilivu hasa kwa mabishano kuhusu pesa na mali zako. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ndio topaz na marachite. Na tukaendelea na upande wa nyota mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba, ikiwa na maana leo kusababisha matatizo na familia hasa wazee. Kwa bahati nzuri siku ya leo unaweza kuwa na moyo mwepesi na wa kirafiki. Unaweza kupanda juu ya ubadilishaji huu una majaribio. Tafadhali fanya hivyo kwa sababu ulimwengu unakuhitaji rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Weka macho yako wazi kwa maadui waliofichwa au watu ambao hawana maslahi yako moyoni, kwa sababu hii ndiyo siku maalum ya mtu kuchukua hatua zaidi yako. Fahamu, ikiwa unashuku kuwa kitu kinaweza kuwa kinaendelea, ni hivyo. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Usiwe mkali unaposhughulika na marafiki, vikundi na mashirika leo, kwa sababu unaweza kujuta. Watu wengi leo wamekasirika sana au labda wamechanganyikiwa. Hii ni kwa sababu kuna nishati nyingi ya fujo angani ambayo huwafanya watu wengine kusema mambo yasiyofaa. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ya amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Unaweza kuhisi kuumizwa na jambo ambalo bosi, mzazi au mtu mwenye mamlaka anakuambia au kufikiria, au ikiwezekana wewe ndiye mtu aliye madarakani. Kwa vyovyote vile, usichukulie mambo kibinafsi. Kuna nguvu nyingi za uchochezi katika vibes huko nje leo. Watu wengi watasema mambo ambayo watajutia baadaye. Usiwe mmoja wao. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida, tunaendelea kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika kila nyota. Tukianza na nyota ya kondoo au punda, muda wake mzuri leo ni saa 8. Na nyota ya Taurus, muda wake ni saa 3 mpaka saa 5. Na nyota ya Gemini, muda wake leo ni saa 3. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wake leo ni saa 7. Na tukiendelea na nyota ya Simba, muda mzuri ni saa 4. Na tukiendelea na nyota ya Vigo, muda mzuri ni saa 1. Na tukiendelea na nyota ya Libra, muda mzuri ni saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda mzuri ni saa 2. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda mzuri ni saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda mzuri ni saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda mzuri ni saa 3. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda mzuri ni saa 6. Utabiri wa watoto chini ya miaka 12
na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hatofurahia kuwa ndani muda wote isipokuwa apate maharage na wali. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, atafanya mambo ambayo mzazi wake utajiuliza. Na nyota ya Gemini, atavuka katika vikwazo bila kutarajia. Na nyota ya Kaa atafafanua kwa njia ya kujitetea. Na nyota ya Simba, uwajibikaji wake ni wa kusifiwa. Na nyota ya Virgo, atapata bahati ya kwenda sehemu fulani kutembea. Na nyota ya Libra, atapenda sifa zisizo rasmi leo. Na nyota ya Scorpio, wengine watachangamkia na hataruhusu kufanya jambo lolote. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Sagittarius, utaweza ona dalili ya upole zaidi, mpeleke hospitali. Na tukiendelea na upande wa nyota Capricorn, mtu mzee atamhitaji ili aweze changamsha mji. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, atapata bahati kwa mtu mbali. Na tukimalizia na nyota ya Samaki, ukimya wake utawashangaza wengine. Watoto ambao wamezaliwa siku ya leo watakuwa na vipaji ambavyo vikitunzwa vizuri basi itakuwa chachu ya mafanikio yao. Ushauri kwa mama, mtoto ni taifa la kesho, hivyo basi mlinganie mema. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto, baadhi ya siri zako hakikisha zisitoke nje rafiki. Ulikuwa nami na bye bye.